Hujambo mtazamaji, karibu tena. Hii ni Kizimbani, tunakutana hapa kila siku ya Ijumaa na mwenyeji wako siku zote ni mimi John Ndeki, na kukutanisha na watu mbalimbali. Na leo namleta kwenu mwanamama ambaye ana roho ya kipekee, naweza nikasema hivyo. Mmoja kati ya watu ambao wanathamini kila mwanadamu na kile alichonacho basi anagawana na kila mwenye uhitaji maalum. Huyu ni Najat Said, nimemwalika hapa. Utashangaa leo ni tofauti kidogo. Umezoea kwa wiki mbili mfululizo nilikuwa na wanahabari, lakini leo nimemleta kwenu huyu mwanamama kufahamu mambo kadhaa anayoyafanya yeye na nini hasa kilichomsukuma yeye moja kwa moja kujiingiza kwenye masuala hayo ya kusaidia watu wenye uhitaji maalum au jamii yenye uhitaji maalum. Karibu sana Najat Said. Asante sana. Na leo tumekualika hapa ni Kizimbani, lakini Kizimbani sikuokobeshe ukajua labda tuko mahakamani. Lahash, hii ni Kizimbani ato plus tunazungumza mambo kadha kadha na jaribu kualika watu kadhaa ambao wanafanya mambo ambayo yanaleta tutija kwenye jamii. Wewe unahusika zaidi kusaidia jamii zenye uhitaji maalum. Kipi hasa kilichokuvutia na kikakupa msukumo wa kusema kwamba hawa watu nao pia wanahitaji mahitaji maalum? Kama ulivyotoa introduction, jina langu ni Najat Said naenda moja kwa moja kujibu swali ambalo umeniuliza. Kitu ambacho kimenivuta au kunisababishia ni wakumbuke hawa watu. Kwanza mimi mwenyewe binafsi nimeishi yale maisha. Niliwahi kuishi hayo maisha. And kingine nahisi ni kama nimezaliwa na hicho kitu kwamba na huruma, yani nataka sana yani kila mtu apate. Yeah. Watu wengi wanapoanzisha vitu labda wanahitaji kusaidia, wanaanzisha basi taasisi ambazo zinajulikana kama foundation, lakini wewe uliamua tu kuanza wewe kama wewe. Kwa nini ukuanza na taasisi foundation ukaingia moja kwa moja kusaidia wewe kama wewe? Kiukweli mimi kilichonifanya yani sijui nikupe story kwanza nyuma kidogo, yani miaka ya nyuma kidogo. Kwa sababu imekuwa ni tabia, yani hata nikiwa vilioni vya familia au vilio vyovyote naanza mchango au harusi changeni, yani niko hivyo. Kwa hiyo hata wakati nimeamua kusoma sasa kuendelea na masomo yangu ya university, moja kwa moja nilienda kwenye masomo ya international development with the NGO management, yani kuhusiana na just humanity, mambo ya kusaidia watu. Sijui sababu gani lakini nilijikuta niko huko. Kwa hiyo nimevolunteer kwenye taasisi nyingi sana duniani, yani uko nje, ikiwa Denmark, Sweden na nchi zingine mbalimbali, UK, Middle East, kwenye taasisi nyingi sana. Na huko nimepata experience kubwa sana ya jinsi ya taasisi zinavyoendeshwa na jinsi watu wanavyoweza kukusanya fund na mambo mengi mbalimbali. Na huku Tanzania pia nimevolunteer taasisi nyingi, na kuna baadhi ya taasisi ambazo nilizifanyia kazi Europe nilikuwa nazileta sana huku, yani NGO nyingi sana nilikuwa nazielekeza Tanzania sana nyingi mno, Lake Zone huko, Arusha, sehemu mbalimbali. Sasa pale nikawa kama nimeshakuwa na uzoefu wa kuwa mimi ni kazi yangu ni kuomba tu michango na kupeleka kwenye, yani sikuwa na fikra wala mawazo ya kuwa kama sasa hivi nahitaji kuwa na taasisi. Halafu nilikuwa nahisi kama kuna ugumu sana kwenye taasisi, yani mimi binafsi nilikuwa nahisi kama lazima mlipe mpiga picha, lazima mlipe nani, mlipe sijui kila mtu lazima alipwe. Lakini the way ninavyofanya mimi ni kuwa kila mmoja anataka volunteer, yani volunteer, I don't give you even shilingi moja, wewe una volunteer kusaidia. Kwa hiyo mambo kwangu yakawa easy, yani nikawa naona vitu vinakwenda nikasema kwa nini nahitaji taasisi? Lakini inafika time kama sasa hivi kazi zimekuwa nyingi sana, mambo yani
nimepanuka zaidi na nimekuwa zaidi. Kazi zimenizidia kiasi kwamba mpaka nashindwa kabisa, yani nahitaji ofisi, nahitaji taasisi kujulikana, labda kwa ajili ya kuzidisha, pia kuwaelimisha watu na kuwafanya watu waamke kwenye masuala ya kukumbuka jamii, especially wale watu ambao hawafikiwi kabisa. Na maanisha ambao hawafikiwi kabisa. Sio kwamba unabagua au unachagua kama watu fulani kwa kuwa unamjua au unajuana na fulani. No, mimi siko hivyo. Mimi nikijua tu pahala pana shida, either nitakwenda mwenyewe au nitatuma watu. Kwa hiyo imenifikirisha sana mpaka kiasi kwamba sasa hivi niko kwenye process, yani very soon naweza nikawa na taasisi. Nadia Saidi ni mwenyeji wa wapi, kama ingefaa kutueleza watu wakakufahamu pia, ngazi ya elimu ulionayo, ulisoma wapi, ili naye mtazamaji akakufahamu kwamba huyu ni Nadia Saidi ambaye anasaidia wananchi wenye uhitaji maalum. Okay, mimi makazi yangu hasa yalikuwa Oman. Sio hapa niweke vipi kwa sababu mimi toka mdogo ni mtu ambaye siishi sehemu moja. Yaani toka mdogo, hata shule sikusoma shule moja, nimesoma shule nyingi sana, zina idadi. Ni mtu wa kuhamahama, maisha, family. Lakini Tanzania hii umesoma hata kidogo? Yes, Tanzania nimesoma mpaka high school. Nimesoma Kilakala Special School. Yes. And my high education nimesoma wapi huku? I mean my degree nimechukua UK, ambayo nimesoma international development with NGO management. Pia nilijaribu mambo ya travel and tourism, ni vitu ambavyo ndani huko nimeviingiza, na experience ya kutosha ya kusafiri dunia. Yes. Na kwa nini umesema kama hivyo, umesoma nje na baadaye tena umekuja kusaidia Watanzania? Kwa nini usingeendelea kufanya kazi huko na umesoma kwa ngazi ya juu kabisa? Kipi kilichokushawishi wewe kurudisha hiyo fadhila kwa Tanzania? Mwenyewe umeshajibu, kurudisha fadhila. Tanzania nyumbani, huku mimi ndo kwetu, huku ndo kila kitu, yani everything ni Tanzania. Na ndio maana hata kama nitajaribu kuomba misaada nchi zingine, kwa sababu wako wanaoni approach Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, different parts of the world, India, wapi, lakini Tanzania, why Tanzania? Kwa sababu ni nyumbani na experience ya kutosha, na wajua maskini, alafu nimelelewa, nimelishwa, nimesomeshwa na Tanzania. Kwa nini nika benefit watu wengine ambao of course yani hatuna ubaguzi, lakini kwanza unaanza kwako, yani nyumbani kwanza. Hata family unaanza kumsaidia kwako, alafu ndio unatoka nje. Kwa hiyo najua kama siwezi kuwatimizia wote, lakini at least nimefanya kitu nyumbani Tanzania. Tushare uzoefu kidogo wa kusoma wewe nje, na kuna wengine wa Tanzania wamesoma pia nje. Utofauti wa elimu ya nje na Tanzania, unahisi bado tunahitaji vitu gani ili tuweze kupata wasomi wa hali ya juu ambao hawahitaji tu kuajiliwa, wanaweza wenyewe moja kwa moja wakajiajiri na kusaidia kama ambavyo wewe unafanya? Yaani kiukweli mimi ninavyoona, kwa sababu elimu ambayo nimesoma mimi huku Tanzania ni elimu ya chini, ya madarasa ya chini. Kule nimesoma elimu ya juu. Kwa hiyo still bado sijajua elimu ya juu hapa ikoje. Na nahisi elimu ya chini, ila pia nimefundisha, yani nimefundisha huko nje. Kwa hiyo naweza nikasema Tanzania kuna utafu fulani hivi wa elimu, yani mwanafunzi lazima akomae mwenyewe, yani mwenyewe. Kwa mfano kama mimi kipindi nasoma, kuna kipindi kilikuwa walimu wamegoma mara, yani kuna issue kama hizo. Lakini we mwenyewe mwanafunzi unataka ujiongeze, unatakiwa ujiongeze. Na yote hiyo kwa sababu ya maisha, yani maisha yetu au tuseme ya nchi za Kiafrika au third world countries, ni kwamba watu wana struggle wenyewe, yani kama hauja struggle mwenyewe hakuna mtu anaweza kukukumbuka. So kule wenzetu wameendelea
Kwa hiyo hata mgomo, mwalimu akigoma watu wataandamana, yani hawezi kufanya kitu, watakaa tu. Kwa hiyo kuna utofauti. Alafu nahisi elimu ya Tanzania iko vizuri pia sana kwa sababu imetujenga. Na hapo nilitaka kufahamu sasa, umerudi na umesema umesoma ngazi ya chini Tanzania. Yes. Sasa hivi unazunguka kwenye mikoa mbalimbali na kata mbalimbali. Unaonaje kuhusiana na upatikanaji wa elimu kwa hivi sasa? Upatikanaji nahisi ni mgumu sana kwa sababu unaweza ukaenda kwenye vijiji, watoto wadogo wanatembea kilometers yani kuifuata elimu. Na utakuta kwenye mazingira magumu sana. Lakini pia naweza nikasema kitu kingine, tusiendekeze sana kuwa, sijui kama nitakosea kusema hichi kitu, lakini kwa mimi binafsi nasema usiwe sana kwa kila kitu tunaisukumia serikali ifanye. Mimi nikiwa kama Muislamu, kwenye dini yangu tunaambiwa tutoe sadaka, tutoe zaka, tutoe. Hatujaambiwa subirini serikali kama haijafanya ndio mtu, hapana. Kwa hiyo sometime binadamu tunatakiwa tuwe na utu, tuna ubinadamu. Ukimwona mtoto kama anatembea kilomita nyingi kama hizo, anahangaika kutafuta elimu, kwa sababu mimi nimepitia hayo mambo. Kwa nini wasijitokeze, especially diaspora, yani walioko nje huko, hawa Tanzania ambao wametoka huko, wakumbuke kwamba hata kama walisoma wao labda mashule ya private na nini, either wanaweza wakawa wamesahau, lakini wakumbuke kwamba kuna watoto ambao wanaitaka elimu sana, lakini anakwama just for kitu kidogo sana. Kama hivi juzi, kama last few weeks ago, kuna mtoto mmoja binti alikuwa na akili sana sana, yani amepasi vizuri, lakini ni mtoto ambaye wazazi wake wote wamekufa, anaishi na bibi huko Chato, amesoma kwa tabu sana, amevuka sijui mbuga za wanyama, yani alikuwa kwenye riski kubwa ya kupoteza maisha yake. Lakini akakwama fees ndogo sana ambayo ingemharibia maisha yake yote, yani future yake yote. Huyo anaweza angekuwa kiongozi wetu mkubwa, akawa mtu mkubwa sana, lakini kwa sababu ya kitu kidogo tu kikamharibia maisha yake yote. Kwa hiyo tukumbuke kuinvest sana kwenye masuala ya education. Labda mtu sio lazima serikali ijenge, mtu anaweza akajitolea akajenga shule, akaweka miradi, ile miradi ka generate income kwa ajili ya kusupport labda kulipa mishahara na vitu kama hivyo. Mtazamaji, hii ni Kizimbani, na kukumbusha tuko kwa udhamini mkubwa kabisa wa Grace Product Limited. Hawa ni watengenezaji na wasambazaji wa bidhaa asili kabisa, na hivi sasa wamekuletea Grace Zoa, dawa ya meno ambayo inapatikana kwa watu wazima pamoja na watoto wadogo. Hivyo unaweza ukajipatia bidhaa hizo popote pale ulipo Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania pia. Kwa Dar es Salaam wanapatikana Segerea, mwisho stendi ya daladala pale. Fika kutana na Dr. Elizabeth Kilili. Yeye atakupa elimu ya kutosha na kisha atakuchagulia kipi ambacho unastahili kutumia wewe. Wao ndio wanatupa kibli kubwa ya kukufikishia wewe Kizimbani kwa siku ya leo. Mimi ni John Deki, niko na Najat Saidi. Tunarejea hivi punde, usiondoke. Naitwa Dr. Godrap Jafet. Mimi ni daktari wa kinywa na meno. Leo hii ningependa kukujuza kuhusu dawa ya meno ya Zoa. Je, unaijua hii? Dawa hii ni mpya na ya kisasa iliyotengenezwa kwa viambata vya asili madhubuti kabisa kwa ajili ya kulinda na kuboresha afya ya kinywa chako. Dawa hii huweza kufanya mambo yafuatayo: inaondoa harufu mbaya ya kinywa, inazuia fizi kuvimba, inazuia fizi kutoa damu, inazuia meno kutoboka, inazuia meno kupata ganzi, lakini pia huyafanya meno yako kuwa meupe, tena meupe zaidi. Tumia dawa hii walau mara 2 kwa siku kwa matokeo bora zaidi. Hakika Zoa ya meno ni chanzo cha tabasamu angavu. Zoa is the way to go. Karibu tena, hii ni Kizimbani. Mimi ni John Dek, niko na Najat Saidi. Tunazungumza mambo kadha wa kadha, na nimemleta hapa tu kwa kuzungumza kwa sababu yeye ni mmoja kati ya Watanzania ambao wamejitolea kuwasaidia watu ama jamii yenye uhitaji maalum
nikisema uhitaji maalum kila mtu anafahamu. Kuna watu wanaishi watoto peke yao, wazazi wao hawapo duniani, lakini wanahitaji pia kupata elimu na wana ndoto kubwa ya kutimiza. Kwa hiyo wanahitaji pia kupata msaada, na yeye ni mmoja kati ya watu wanaofanya hizo shule. Najat, nataka kufahamu changamoto ambazo unakutana nazo wewe kwenye kuwafikia hawa watu. Kwanza upatikanaji wake mpaka unajiridhisha kwamba kweli huyu ana uhitaji maalum. Kuna wengine sio wema, unaweza kumtumia mtu kama kigezo cha kupata fedha. Changamoto zipo nyingi sana, lakini nashukuru kuna kitu kimoja ambacho mimi nilikifanya baada ya hizi changamoto, baada ya kukumbana na changamoto kama hizo za utapeli, japokuwa mara nyingi sana nawashika very easy, yani tena very very easy, nawashika mara moja. Kilinisaidia maanake watu wengi walikuwa wananiambia nataka kuwa kama wewe, wengi yani walikuwa mitandaoni wananiambia kila mtu anaweza kuwa kama mimi, ni uamuzi tu, kwa sababu sio kwamba mimi nina pesa, mimi sina, mimi mwenyewe naomba, lakini hakuna kitu kikubwa ambacho kinaweza kumsaidia mtu kama uaminifu kufikisha, na uoga, yani hofu ya kumwogopa wewe, kwa sababu unaifanya ile kazi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili inatoka kwenye moyo wako kusaidia watu, isiwe kwa manufaa yako. Mimi naweza nisile, lakini nikahakikisha ile portion yangu ya chakula nimempa mtu mwingine akala, kwa sababu mimi naweza nikapata next day, yule anaweza asipate kabisa, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nika organize, nikaambia mtu yote anayetaka kushirikiana na mimi nitamfundisha kazi, aungane na mimi. Nikaunda magroup worldwide, magrupu mengi sana na WhatsApp. Kwa hiyo ndani ya magrupu nachagua kiongozi, nachagua watu ambao kwa mfano ikitokezea shida labda Tanga au Kigoma au popote pale, natuma mtu na una volunteer. Sikupi pesa wala nini, wewe unajitolea, umeamua kujitolea. Kwa hiyo unakwenda mwenyewe, unahakikisha yule mtu ni kweli, unarekodi video, unataja tarehe, unanitaja jina, kwa sababu jina langu ndo linalonifanya nihakikishe kama ile story ni ya kweli. Naongea na madaktari, kwa sababu na uhusiano mzuri pia na madaktari. Kama ikiwa kesi ni ya mgonjwa, unaongea na madaktari, unaleta report. Kama ikiwa kuja daa, iwe anakwenda labda kwenye hospitali za hiyo area alokuepo, tunahakikisha nalipa mwenyewe, naongea yani nalipa mwenyewe, napata receipt mwenyewe. Zamani nilikuwa nawaachia wenyewe wa either mgonjwa au mtu anayemsimamia mgonjwa apokee michango. Lakini katokea mashaka mengi sana huko siku za nyuma, na wako watu ambao siwezi kuwatolea mifano waliofanya michezo mibaya. Anakufuata, anakuambia mimi na shida, nitoka kila ninayemuomba msaada ananitapeli, hawanipi na nini. Tena nakumbuka kipindi hicho nilikuwa na majanga mengi, yani shida za watu zilikuwa nyingi sana. Kwa hiyo nikawa nashindwa kuzikabili, especially kipindi kuna wakati kuna mgonjwa mmoja nilimpeleka India nikiwa hatuna pesa kabisa, lakini kwa kuwa tulikuwa tunataka kuokoa maisha yake, tukasema wache tu risk, atangulie, tutaendelea kuomba 100 tunalipa mpaka atatibiwa. Anaitwa Goodluck Minja, yuko Moshi Himo, alikuwa na kansa ya goti. Sasa kwa kuwa nilikuwa niko kwenye panic na nini, nikamwambia nipe namba yako ya simu. Akanipa namba ya simu, nikaiweka mitandaoni. Watu walimchangia pesa nyingi sana, nyingi za kutosha. Yeye alikuwa anataka milioni 4, lakini zilivuka zaidi ya hizo, kwa sababu wengine walikuwa wananifuata, tumetuma, wananiletea reference. Nikawa nikimtafuta, ananikimbia, yani ananisumbua. Na nilivyo make sure kama amefikisha hizo 4 million, nikamwambia naomba toa clip ya kusema asante, umetosheka, ili watu waachane na wewe, tuendelee na mwingine. Akawa hajataka bado. Nikaja kumuona tena yuko kwenye taasisi zingine, anafanya mchezo ule na wanampa pesa ile. Kwa hiyo alinifanya nikabadilika pale, nikasema no, huu mchezo umeshakuwa tena. Nikafanya tena njia nyingine, kutumia serikali, mwenyekiti wa mtaa,
Lakini sasa inakuja shida, kila mtu ana njaa, kila mmoja anataka kula. Yaani ukimtuma mtu na yeye anataka hivyo, yaani kidogo inasumbua. Mwisho nikasema okay, nitakubali lawama, lakini manake kuna time ukiweka namba yako ya simu kala michango. Mimi hivyo vitu sivipendi, lakini nikasema to hell, muhimu ataona matokeo. Nikawa naweka namba yangu kwa sababu najua kama mgonjwa anataka 3 milioni zimeshapatikana, naweka tangazo pap, thank you very much, 3 milioni zimepatikana, huyu mgonjwa sasa atatibika. Au kama kisima kimepata, nashukuru, naendelea na kazi, naonyesha matokeo. Kwa hiyo imenisaidia sana sana sana, ndio maana mambo yana move kila kukicha, kila kitu kinafanyika kwa haraka, kwa sababu ya kuwa mimi mwenyewe najua kinachoingia na kinachotoka. Najat, unasaidia tu mtu mmoja au ukifika kwenye kata wana uhitaji wa kitu maalum unaweza pia kuwasaidia wakapata hicho kitu? Yes, nasaidia sio mtu mmoja, even though mpaka sasa hivi imekuwa watu wengi ni mmoja, lakini pia kuna masuala kama ya visima. Let's say walini approach Kigoma, kuna sehemu ambayo kuna ukame, sijawahi kuona maisha yangu yote kusema na ukame wa maji kama ile. Watu wana shida ya maji ambayo sijawahi kuona. Kwa hiyo wanayafuata maji mbali na yanapatikana only like kama wiki 2. Kila baada ya wiki 2 ndio wanapata maji tena machafu, maji ambayo sio salama. Kwa hiyo pale ni vijiji vingi sana vimezunguka na wote wana shida moja, maji. Sasa mwanzoni mimi nilifikiria tu ni kitu easy. Kwa hiyo nikasema kisima, pesa nikapata, lakini kuja kuwafuata wachimbaji walikuwa wananiambia maji yanaweza, yani wanachimba kwa mita labda 1.5 sio hivyo. Je, wakichimba alafu wakakosa maji na si wanatakiwa kulipwa? Kwa hiyo ikabidi nitafute surveyor. Nilikuwa bado mgeni kwenye masuala kama haya. Kwa hiyo nikatafuta surveyor ambaye lipa pesa nyingi tu kufanya survey. Alifanya survey kubwa pale kijiji chote na maji hayakupatikana. Ilikuja kupatikana sehemu bondeni na chini sana. Gharama yake ni kubwa sana. Yaani tunakadiria tu zaidi ya 32 milioni mpaka kukamilisha hicho kisima ambacho kitawafaidisha wanakijiji wa vijiji 3 au 4 Kwa hiyo kitu kama hicho ndio sasa hivi niko kwenye hiyo process. Yaani niko kwenye nasonga mbele, yani na karibia labda next week tutaanza kuchimba hicho kisima. Hizi foundation za kusaidia jamii mbalimbali, kuna wengine imani yao ni ndogo sana kuamini kama kweli wanasaidia. Kukuta wengine wanasema yule atakuwa amenitafuta, atakuwa ni mtu wao tu wanajuana. Wewe inakuia ugumu kiasi gani pale unapoamua sasa kuomba msaada kutoka kwa watu mbalimbali kumsaidia mtu ambaye unahitaji kumsaidia? Mimi sikufichi, mimi sina ugumu wote, yani siwezi kusema kama inaniwia ugumu kabisa, na wala huwa siogopi. Yani anaweza akanijia mtu ana shida na shida ambayo inaweza ikawa inataka mapesa mengi, alafu nafikiria nani anaweza akaniamini akatoa pesa yote. Lakini na kitu kimoja, kuwa na imani na Mungu sana. Nasema akipata amepata, akikosa sina cha kufanya. Kwa hiyo najaribu. Yaani ni mtu wa kuthubutu, kwa hiyo huwa nathubutu. Na post alafu naachia watu kuna kesi moja ya mzee mmoja ambayo nililetewa mwezi wa 4 nafikiri, Mererani. Alikuwa anaishi na mtoto mlemavu. Wanaishi kwenye sio nyumba, sio niseme ni kitu gani kile. Manake siwezi kuita pagala, siwezi kuita. Manake walikuwa wameweka manguo machafu, manini, yani wameweka tu. Kwa hiyo mvua, jua, nini, wadudu, balaa zote zilikuwa zinafikia. Na yule mtoto ni mlemavu na ndio maisha yao yalikuwa vile. Na hakuna mtu hata mmoja aliyefikiria kwamba hawa watu ni binadamu, wanahitaji na wao nafasi yao ya utu katika maisha, especially yule mlemavu. Kwa hiyo nilivyoletewa ile clip, sikulala,
sikujua nini nifanye. Nikasema nani anaweza akatoa pesa ya kuweza sikufikiria kujenga, maanake nikasema okay, labda kijijini kule inaweza ikawa pesa sio nyingi. Lakini nikaongea na wenzangu, tukashauriana, tukasema okay, tutauza, tutafanya biashara, labda tutauza, kuna wengine wana mashamba, tutauza nyanya chungu Omani huko, tutauza hichi, tutajaribu. Lakini sasa hivi hatuwezi kupoteza even one day kuacha hii familia inateseka. Lazima tufanye kitu. What next? Tukachanga faster, tukamhamisha kwenye nyumba beautiful house ambayo ni nyumba master bedroom mpya kabisa. Tuliwahamisha wao na mwili wao tu. Yaani tuliwakosha huko wakaoga, tukaondosha na nguo mpya, kila kitu kipya. Lile tukachoma moto kwa sababu kulikuwa kuna manyoka, kuna wadudu hatari, kuna balaa zote. Ile clip ilisambaa, haikuchukua hata wiki nikapata wafadhili wa kuwajengea nyumba. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo saa nyingine mtu jaribu na vinafanya, na vyote mimi huwa na thubutu. Naje tunafanya vitu vikubwa sana kusaidia jamii, lakini kujionekana sana kama wengine ambavyo tunawafahamu, au foundation nyingine zinavyojulikana sana serikalini. Kwa nini ukutaka kufahamika mpaka sisi wenyewe tumekutafuta kwa tabu kweli kupata? Kiukweli kwa sababu labda ni vile sina foundation, labda manake foundation ndio zinajulikana, taasisi ndio zinajulikana. Sasa mimi sijulikani kwa sababu sina taasisi, just Najat, yani hivyo. Halafu kingine nahisi siko kwa ajili ya publicity, yani niko kwa ajili ya kusaidia, ndo nilichokuwa nakifikiria mimi, yani just kusaidia. Lakini saa nyingine unaweza ukafikiria kwamba kujulikana kuna mambo mengi. Unaweza watu wakakujua, ukazidisha misaada zaidi kwa watu, ukazidisha huduma zaidi, kuinua maisha ya watu, wajane, yani mafukara, wale ambao wanahitaji sana. Kwa sababu dunia itakuona, itakutambua na itatambua kazi zako, itajua uaminifu wako, watatambua thamani ya kazi yako. Kingine inaweza ikawa elimu kwa watu wengine. Lakini hata hivyo sijulikani, still bado nimeweza kuelimisha wengi mno, na mifano mingi sana nayo. Mfano mmoja wapo, kuna binti mmoja Singida aliwahi kuniapproach, anaitwa Latifa. Akawa alinifuatilia sana kwa muda wa miezi mingi sana. Ananiomba tu nikopeshe, nataka kuanzisha biashara. Sasa mimi nilikuwa kama simwamini, nilikuwa nasani kama wengine, kwa sababu ndo nilikuwa mgeni bado, ndo nimeingia tu Tanzania, yani ile kufanya peke yangu. Kwa hiyo ikafika siku nikamuuliza unataka kufanya biashara gani? Akaniambia sabuni. Nini kiasi gani unataka? 50,000. 50, for God's sake. Nikamtumia nafikiri kama 100,000, nikiamini kwamba simkope, yani yeye nilimwambia namkopesha, lakini mimi naamini sijamkopesha, nasema nimempa, akipotea apotee, akifanya afanye, iye juu yake, ila nilikuwa najaribu. Lakini yule binti alifanya miujiza ambayo sikutegemea. Manake alianza biashara, anauza ubuyu, mara akaanza lishe, biashara yake ikawa inakuwa, akawa anakusanya na yeye watu, tujitoleni, wanaenda hospitali za taifa, wanasafisha for free, wanapeleka madaftari mashuleni, wanagawa, wanachanga 1,000, wananua penseli, kalamu, nini hizi vidaftari, wanaenda kugaia watoto wa kimaskini. Kwa hiyo yani nikawa nahisi faraja sana, na sio Tanzania tu, Kenya magrupu mengi sana wameunda, tena wameandika kabisa Najat Group Kenya, yani hivyo. Uganda hivyo. Wanafanya vitu the same thing ninachokifanya. Yes. Najat, awali nilijaribu kufuatilia, ulikuwa na watu ambao ulikuwa unafanya nao kazi kabla wewe kuanza kusaidia. Ilikuwaje ukaachana na wale watu ukaamua sasa kusimama wewe kama wewe? Okay, sijui niwekaje. Naweza nikasema kitu kimoja ambacho mimi naamini, mimi tu binafsi naamini kwamba
kazi yoyote, kwa sababu niliwahi kufanya kazi na sio taasisi moja, taasisi nyingi tu hapa Tanzania au magroup. Naweza mkaunda group, okay, tumchangishieni siju fulani. Huyu anachanga, huyu anachanga, huyu anachanga, huyu anachanga for just one person. In the end hauwezi kujua huyu kapata kiasi gani, ukapata kiasi gani. Halafu mkija sasa, okay, to solve ile problem, kila mmoja na moyo wake, kila mmoja na nia yake. Sasa pale huwezi kujua nani kapata nini na nani kafanya nini. Kikiharibika, mimi sipendi kuharibu jina langu. Mimi nishachukua pesa za watu huko, wengine wamechukua, tufanyeni kazi. Unajikuta labda wewe peke yako, kwa sababu siwezi kuongelea wengine au wengine, lakini kazi hazifanyiki vile kama unavyotamani ziende yani. Alafu inatokea mzozo, wengine wanakimbia. Imeshatokea, kuna watoto waliugua, watoto 3 kule Zanzibar, Pemba, walikuwa na cancer. Nilijaribu sana kufanya fundraising kubwa na tukaunda group, kila mmoja akawa na changa, haikujulikana nani kapata nini. Muhimu hakuna msaada wote ambao mimi naweza nikausema ulikuwa msaada umetoka kwenye ile group. Kwa hiyo nikaona okay, fair enough, bora niwe peke yangu. Kama nimeiba niibe peke yangu, anishike mimi. Nimepewa pesa ya kisima, kiko wapi? Tulikupa wewe. Hamna mtu mwingine ambaye atashiriki. Yes, kama nimefanikisha nipeni credit, sifa zije kwa. Yaani niwe peke yangu tu. Na ndo maana hata mtu akinitafuta, kwa mfano our vendor wasioona, wale blind walivonitafuta last few weeks ago, wakanifuata, naomba tuje tusikilize na nini, nikaenda nikawasikiliza. Kwa upande wangu mimi kesi yao niliona nzito, lakini kwa kuwa nilikuwa na udhaifu wa kurekodi na video zangu zilikuwa, kwa sababu mimi nilikuwa nachukulia ni kitu kama kinanifurahisha, kinanitoa stress, yani sikuchukulia kama ni kazi kubwa kama watu wengine wanavyochukulia. Kwa hiyo nikaona hii hapana, hii issue yao inatakiwa iwe kiprofessional zaidi. Nikamtafuta, kuna kakaangu mmoja ka volunteer tu, akaniambia mimi nitakusaidia kurekodi. Akaja tukarekodi tena upya. Lakini kabla sijafanya hivyo, swali la kwanza nauliza, je, kuna taasisi yoyote imeshafanya hii kitu? Wakaniambia no. Kuna mtu yoyote amemuomba aje awarekodi au afanye? No. Ikiwa answer no, niko tayari kushirikiana nanyi. Kama kuna taasisi au kuna mtu yoyote yupo katikati, basi nawaachia wale wafanye kazi yao, kwa sababu hatuwezi kuwa makapteni wengi. Captain anakuwa mmoja. Yes. Kuna clip moja niliona ilifika moyo sana, ile Zanzibar. Kuna kijana alikuwa anazungumza kwamba ulikwenda pale, walikuwa hawajala kwa siku nzima, siku mbili. Ilikuwaje ile situation na uliwafikiaje wale watu? Unajua mimi nafanya kazi sana, naonyesha mitandaoni, especially kwenye Instagram account. Mwanzo nilikuwa sishughuliki hata na YouTube, kwa sababu sikuwa hivyo, sina uzoefu sana na mambo hayo, na kama nilivyokuambia mambo ya publicity. So nilichokuwa nakifanya, nilikuwa nafanya pia Pemba. Tunafanya kazi sana, tuna magrupu, tunachanga, tunatoa mitaji kwa familia za mayatima, wajane, na kuwajengea labda vitu kama hivyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna kazi ambazo zinafanyika, ila nilikuwa sijawahi kuziweka kwenye nani, kwa sababu nilikuwa sifanyi peke yangu, tulikuwa tunafanya kama group. Kwa hiyo sikupenda nionekane mimi ndio nimefanya. Kwa hiyo nikawa kidogo nimeziweka pembeni, ziendelee kwa hivyo. Sasa wakati wa safari yangu ya Pemba, nikasema ngoja nikakague zile kazi zetu ambazo tunazifanya kama tu. Japokuwa kuna udhaifu, mimi nashukuru na experience ya kutosha, na pia hiyo ni field yangu, kama nilivyokuambia na NGO management as a degree. Kwa hiyo ni kitu ambacho na uzoefu nacho sana. Pemba, kitu nilichokigundua katika matembezi yangu yote ya Tanzania bara na visiwani, ni mji ambao kwanza umaskini ni upo mkubwa sana. Kingine kuna wajane wengi mno, watoto ni wa kutosha, yani watoto ni hivi, yani wengi sana. Sasa hapo sijajua kama ni elimu au vipi, I don't know. Kwa hiyo
Nikaenda kwenye kukagua ile nyumba, tukamkuta mama hayupo. Sasa wakati nawauliza wale watoto ndio wakawa wanasema mama katoka kwenda kutafuta chakula na hajarudi, na sisi tunashindia maji na nini, yani ilishindwa kuvumilia kabisa. Nikasema hizi situations za kukaa tunasubiri mpaka nyumba iishi ambayo haijulikani itaisha lini. Maanake tunaochanga ni kina mama ambao kazi zetu ndo kama mnavyojua, yani ukipewa hela ya mboga ubane hivyo hivyo. Unachanga mwenye paundi 5 kwa mfano watu wa UK, mwenye 5,000, mwenye 10,000, mwisho wa mwezi mnapata labda hata milioni haifiki, unanunua tofali ngapi? Kwa hiyo how long hiyo nyumba itaisha? Ile familia inakaa sehemu ambayo wamewekwa tu chumba kimoja, wanalala watu 6, mama na watoto wake wote. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatakiwa action kubwa ya haraka ifanyike. Nikasema no, lazima kitu kifanyike, na hatuwezi kusubiri mpaka nyumba ishe. Yule mama either apate mtaji, afanye biashara, afanye chochote ili apate riski wakati akisubiria nyumba yake ndo nikafanya ile harambee kuwatafutia chakula japo cha kufariji for few days na kutafuta mitaji na nini, na kila nyumba nikawa nikiingia unagongewa mlango, kuna mjane mwingine huko, unakwenda unakuta hivyo. Unapozunguka kule Najat, ushawahi kukutana labda na ukatili wote unaofanyika wa kijinsia aidha kwa watoto au mama au baba? Kwa hii safari yangu ya hivi karibuni nimekutana na vitu vingi vya ajabu, vingi mno, especially kwa watoto wa kike mpaka watoto wa kiume, lakini ninaweza kuongelea zaidi watoto wa kike. Kwa mfano matendo ya ubakaji, nilikuta familia kuna binti anafanywa ukatili huo na baba wa kambo. Yani ni kitu ambacho kinahuzunisha sana, na nilichokuwa najaribu kufanya ni kutafuta mfadhili ambaye anaweza akamtoa yule binti pale akasomeshwe mji wa mbali kabisa, aidha aende kwenye shule za bweni au yani ahame kabisa kwenye kisaikolojia, yani abadilike. Huko mikoani, vijijini huko nimekwenda ambapo bado sijaachia hata klipu zake, matukio nayo mengi sana, nikasema mpaka wafadhili watakuja kuchoka. Kuna ukatili wa hali ya juu. Kuna watoto wanateswa mno na wamama wa kambo, wengine wa baba hawana, wengine mama hawana, wengine hawana wazazi wote kamili, wanalelewa tu. Kwa hiyo unakutana na vitu vingi sana ambavyo vinamfanya mtoto wa kike shuleni anaweza akamisi, au anatoka shuleni akifika anakutana na kazi za nyumbani ambazo ni nzito, akatafute kuni, maanake ni vijijini, atafute chakula. Sio kama baba au mama anatafuta, mtoto wa kike ndo anatafuta achume mboga, ahakikishe familia imekua. Kwa hiyo mimi nahisi kwa upande wangu ni ukatili wa hali ya juu. Huwezi kumfanyia mtoto vitu vile ambavyo wakati wake au age yake ya utoto anatakiwa itumie. Unataraji sasa kuwa na taasisi yako. Taasisi yako itajikita na mambo yapi hasa? Haya ya kijamii au kutakuwa na vitu vingine vya ziada? Nafikiri itakuwa sana ya jamii, lakini haitobagua, itakwenda kwenye kila mhitaji, especially wale ambao hakuna anayewafikia. Kwa sababu unajua ni vigumu sana taasisi toke ende vijijini huko ambako hata barabara hakuna. Hamna mtu ambaye anaweza akajua kule kuna nini. Wale watu wana shida mno. Yani shida zile ambazo siwezi hata kuelezea. Mtu anashinda maji ya kunywa anakosa. Kwa hiyo yani ndo sana makusudio yangu ni base sana kwenye sehemu ambazo za watu ambao hawana wa kuongelea wala wa kuwafikia. Na cha ziada labda kitakuwa elimu. Nafikiri itakuwa pia kuwafanyia counseling mambo ya domestic violence, watoto wanaofanywa ukatili, vitu kama hivyo yani. Unapofika kwa ushirikiano wako na ngazi za serikali, unapofika labda kwenye kusaidia hizo jamii unazokutana nazo, ukoje? Mapokeo yake yanakuwaje? Yani kwa Tanzania mimi hapa sina kusema. Yani serikali inanisupport yani zaidi, naweza nikasema zaidi hata ya 100% yani. Big support wananipa, very big support. Sijawahi kupata shida yoyote yani pande ya serikali kabisa.
Ya, kitu cha mwisho, una ushauri gani sasa kwa Watanzania wengine na ambao sio Watanzania kuhusiana na kusaidia jamii zenye uhitaji maalum au mtu mwenye uhitaji maalum? Ushauri mkubwa naweza kusema kwa mimi ambaye nimekutana na vitu vingi vya ajabu, watu wasiogope kusema kwamba au kuogopa kuonekana mitandaoni, sio aibu. Kuna wengine anakuambia mimi naona aibu, sipendi kutangazwa. Sasa unajua shida inakuja, mimi sina keshi ya kukupa wewe, lazima tuijulishe dunia kama kuna huyu mtu ana tatizo. Kwa nini wewe una tatizo unalifuga mpaka kama hivi? Jana kuna mtu kapoteza maisha just kwa sababu alikuwa anaogopa, anaona haya kutangazwa na ana shida, kapoteza maisha kwa kukosa dawa ambayo $100,000 sijui $200,000. Juzi tena hapa kuna mama kapoteza mtoto. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo vinawafanya watu wajitokeze. Kwa nini uone aibu? Kwa nini uogope? Mimi binafsi nikiwa na shida imenizidia, najitangaza. Tumchukulie mfano mkubwa ambao kwa hapa Tanzania naweza nikasema Ahmed Beti. Yule sijawahi kuona kijana ambaye yani namwombea sana Mungu aje amsaidie. Ni mfano wa kuigwa kwa sababu hajawahi kusita wala kuogopa kusema kama ana shida. Kwa sababu ni kweli ana shida, anahitaji. Kwa nini uogope? Unafuga maradhi, au utakuta jirani yako ana shida, muongelee. Kama manake wengine hawana mitandao hii, hawajui wapi waende, hawajui. We kama unamuona mtu ana shida, tutafuteni. Mimi simkatalii mtu hata awe ana shida ya kipuuzi tu, yani lazima nimsikilize mtu yoyote, namsikiliza mtu aina yoyote, namchunguza. Nikisharidhika kama kweli huyu mtu anahitaji msaada, basi nahakikisha namsaidia hata kama sijamtangaza. Kuna vitu vingine sio lazima unaweza kumalizana na maana kuna zile sensitive issue ambazo haziendi mitandaoni, unaweza ukaenda nazo tu chini. Kingine watu wasijali sana, manake unapotangaza mgonjwa unaweza ukamtangaza mgonjwa mzima kama hivi, umekaa umevaa vizuri, lakini dada na maumivu makali sana huku, nimegundulika na tezi na nini, mtu anaipita kama haioni wala hashughuliki. Unaona, na saa nyingine lile tatizo linatibika very easy na kwa urahisi sana na pesa ndogo sana. Nikushukuru sana Najat Saidi. Tumezungumza mambo mengi na natumai hata mtazamaji naye amejifunza vitu vingi kutoka kwenu, na huenda kuna mtu alikuwa na mawazo mengine tofauti kwamba anachukua labda kama mtaji kwenu, kaelewa kwamba sio mtaji ila mnajaribu kusaidia watu wenye uhitaji maalum. Nikushukuru sana, asante kwa kuja Kizimbani. Mtazamaji, huyo ni Najat Said, nimezungumza naye mambo kadha wa kadha, na wewe pia natumai umejifunza mengi kutoka kwake. Nimekuwa naye hapa, tumezungumza mambo kadha wa kadha, lakini kwa hisani kubwa ya Grace Product Limited ambao wao ni watengenezaji na wasambazaji wa bidhaa asili kabisa. Wana Grace Zoazoa dawa ya meno hivi sasa ambayo iko mjini. Unaweza ukafika Dar es Salaam kwenye duka lao lililopo pale Segerea mwisho stendi ya daladala, lakini pia katika mikoa mingine yote fika katika pharmacy mbalimbali na maduka yote ya jumla na rejareja utapata bidhaa zao. Mimi ni John Deki, asante kwa Grace Product kwa mara nyingine, na asante pia mtazamaji kwa kutazama Kizimbani leo. Tukutane juma lijalo.